tarehe 14 ya mwezi wa 12 katika miaka uliotupatia kuhesabu, miaka hii ambayo tumekuwa nayo. Bwana, kwa sababu ya wewe ndiye Mungu, tunapaswa kukuheshimu na kukutukuza sana. Ninachojua ni kwamba unatupenda sana sana sana, tena unatupenda upeo. Jina lako liheshimike na litukuzwe mno kupita akili na maarifa yetu. Wewe pekee umestahili kutukuzwa, katika jina kuu la uweza la Yesu Kristo. Baba, wewe ni wa pekee na muweza. Ninaomba kwa ajili ya watoto wako wote tulioko hapa, waume kwa wanawake, ili kila mmoja akujue zaidi na ajue namna ya kuenenda, namna ya kuishi, namna ya kutenda, katika jina kuu la Yesu Kristo. Amen. Amina. Karibu sana. Karibu kabisa. Amen. Sasa kwa siku ya leo ambayo tuko nayo hapa, nitafanya kama dokezo, lakini itakuwa somo ndani humo kwa sababu ya kwamba unapaswa kulipata. Kwa nini nafundisha hiki? Nafundisha leo, kuna watu niliwahi kuwafundisha siku za nyuma. Si ni mwaka huu, mwaka jana, lakini nilifundishaga vipengele hivyo kiasi chake. Lakini leo utaona nikiongeza na kufundisha na kuendelea zaidi ya hapo, kwa sababu ya ile hali ya ufunuo ambao Roho wa Mungu analeta. Haleluya. Nilijaribu kufanya mambo fani, lakini Roho wa Mungu ndio kama hivyo. Siwezi ongea kila kitu mbele yenu kwa sababu mengine ni ya kitumishi. Kwa hiyo akanirudisha huku, kwa sababu hii mtakielewa leo. Kuhusu ulaji wa vyakula ambavyo vina mfumo na misingi ya wakfu au wa kimadhabahu. Narudia, ulaji wa vyakula vilivyowekwa wakfu kwa miungu au kwa mfumo wa kimadhabahu. Wengi huwa hawaelewi, na lazima nikueleweshe mchana wa leo ya kwamba lazima ujue vyakula vina mifumo ya kimadhabahu na vingine viko wakfu wa kimadhabahu katika miungu migeni au miungu ya kishetani na miungu mingineyo yoyote unayojua wewe, lakini miungu isiyo Mungu aliye hai. Lakini ikiwa Mungu wa mbinguni aliye hai, Mungu aliye moto ulao, yeye mwenyewe pia anaweka mfumo wa kimadhabahu kwenye vyakula. Sasa kwa nini nimepata hili somo na kupewa neno hili? Kwamba kuna watu wengi, na nilikuwa nazungumzia tangu juzi, nazungumziwa kichwani, naendelea kuzungumziwa. Nikasema kwa nini Mungu azungumzie hili jambo? Nimekuja kumuelewa baadaye. Ndio maana leo nimebidi nikubali kulifundisha. Haleluya. Sasa kuna wengi sana wanapata matatizo, wanapata magonjwa, wanapata vitu vingi vya kuharibia mambo yao, lakini kumbe chanzo ni vyakula ambavyo wamekula. Ni vyakula ambavyo walikula venye mfumo wa kimadhabahu, venye mfumo wa wakfu uliowekwa kwa miungu migeni, vikawa madhara kwenye miili yao. Kwa hiyo zinaleta madhara kwenye miili na kiroho chao. Unaona balaa la vyakula. Watu wengi wanafikiri vyakula vinaishia mwilini peke yake. Hapana. Chakula ni kweli kwa ajili ya tumbo au kwa ajili ya mwili, lakini vikiwa wakfu kiroho kwa madhabahu yoyote ile, vinakuwa zaidi ya mwilini, vinakuwa ni kwa ajili ya mwili na pia kiroho. Vinaleta athari kimwili na kiroho. Vyakula hivyo ambavyo vinakula mwilini kabisa vinaleta athari mwilini na rohoni. Kuna magonjwa yanapandikizwa na falme za giza na uchawi na hata na waganga kwa njia ya chakula mtu anachokula. Kuna chakula waweza kushiriki kula ukadhani ni cha kawaida, lakini wenzako wameweka mambo yao ya wakfu wa kishetani, wewe ukaenda kula, kikakuingizia matatizo ya kiafya kabisa. Alafu wenzio waliokula nao
wao wakawa sawa, wewe ukapata matatizo ya kiafya, lakini kwa njia ya chakula ulichokula. Ndio maana Mungu wetu wa mbinguni, ili aweze kuwatetea watoto wake au watu wake, Mungu akasema, naomba ufungue mara moja kitabu cha Kutoka 25. Fungua hiyo Kutoka 23. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Unasikia? Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba. Sikia kwa makini, hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba. Kuna mimba zinaharibika ni kwa ajili ya chakula fulani ulikula mahali fulani. Haiendi hivi. Kuna maji ulikunywa mahali fulani, yale maji yalikuja yakaharibu mimba. Kuna ugonjwa uliingia ndani yako kwa sababu ya chakula ulichokula mahali fulani, kilikuwa wakfu kwa mashetani, kilikuwa wakfu kwenye uchawi, wewe ukala chakula hicho. Ndio unaona, angalia kitu hiki. Mungu ameanzia kwenye kumtumikia. Kama mkimtumikia atafanya hayo. Cha kwanza anaanza kubariki chakula na maji. Hapo ndipo kuna shida kubwa ambayo shetani anaifanya kwa ajili ya kuharibia watu wa Mungu mambo yao, hasa kwenye afya. Afya ikipigwa, mambo mengine ya kiroho yote yanafeli. Afya ikiwa mgogoro, maombi huwezi pata maombi ya maana. Afya ikiwa mgogoro, hata kazi zako za mikono na za kawaida huwezi fanya. Afya ikiwa mgogoro, huwezi kulima, huwezi kufuga. Afya mgogoro. Na ndio Mungu naona anaanza kutengeneza afya ya mtu kwa njia ya kubariki chakula chake na maji yake. Lakini shetani na yeye na malaika zake na maajenti wake wote, na wao wanafanya hivyo hivyo, wanaanza kushughulikia chakula chako na maji yako kwanza, ili wapige afya yako, afya ya rohoni na afya ya mwilini. Wengi walishanyamazishwa, ulimwengu wa roho walishafungwa, wakanyamazishwa kwa njia ya vyakula na maji. Walipokula vyakula hivyo vya madhabahu ya shetani ya miungu migeni, wakanyamazishwa, wakawa watumwa wa shetani, wakawa watumwa wa nguvu za giza bila kujua. Ngoja nikwambie kitu. Umewahi kufikiri au umewahi kuwaza kwa nini mapepo au wachawi huenda kwa watu katika ulimwengu wa roho kwa nguvu za giza na kuwaonesha wale watu wanawalisha chakula, wanakula chakula pamoja na wao? Umewahi kufikiri kwa nini mtu anaota analishwa chakula, anapewa ale chakula, wanakupenda sana? Jibu ni hapana. Kwa nini unakulisha chakula ulimwengu wa roho? Ni kwa sababu wanatafuta namna ya kuondoa nguvu ndani yako za kuwashinda wao, wewe usiwashinde. Ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, wanapandikiza madhaifu kwenye mwili wa yule mtu ili awe na udhaifu fulani, waweza kumshinda awe mtumwa wao. Kwa nini? Kwa njia ya chakula ulichokula cha wakfu kwa mashetani, kwa wakfu kwenye uchawi, cha wakfu kwenye nguvu za madhabahu za miungu migeni. Unapokula unakuwa mtumwa wa wale waliokulisha. Ndio maana hata kwa njia ya kawaida mnazoziona duniani zafanyika, msione ni kawaida. Kuna wengine ni kweli hatumii uchawi wowote wala nguvu ya giza yoyote hatumii, lakini anapotaka kuwabananisha muwe watumwa wake aweze kuwamiliki. Angalia mfano mdogo. Wapo wanasiasa, na wapo wanasiasa katika wanasiasa hao wanaofanya kwa nguvu za giza, lakini wapo ambao wanafanya bila nguvu za giza, wanafanya tu kama vile wanaita takrima. Wanasema takrima.
Si Kiswahili hicho ni Kiswahili chenyewe kizuri. Zaidi hapo sikielewi. Takrima ni siri nini? Fasaha. Na najua tafsiri kawaida nini? Takrima ni yani sio rushwa kimsingi. Yani ni kama anawapa, ni kama anawabariki tu yani. Sinaelewa hivyo imekaa hivyo. Sasa anasema bana hii takrima, sasa anawapa chakula mle ili aongee na nyinyi kuhusu uchaguzi, kuhusu mambo ili mumchague. Kwa mkiitika wito, ameandaa chakula, ubwabwa, nyama ya ng'ombe ama mbuzi na kadhalika, na vinywaji vya mbalimbali. Anasema nataka mkutane na mbunge leo, au mkutane na mgombea fulani, amewalika nyumbani kwake au kwenye ukumbi fulani, ameandaa, utasikia ameandaa chakula. Ukisikia mtu ameandaa chakula, ngoja niwaeleze watu wa Mungu. Ukisikia mtu amesema ameandaa chakula, yani amezungumza yote aliyoongea, akawaambia ameandaa na chakula na vinywaji, mtaenda kula na kunywa bure, mjue tayari anawapeleka ndani ya utumwa wake yeye. Maana yake hamtakuwa na nguvu ya maamuzi ya kumkatalia anachokwenda kukisema. Kwa sababu gani? Amekwisha wafunga kwenye kitu kiitwacho chakula na vinywaji bure. Haijalishi kwamba amefanya nguvu za giza. Wakati mwingine hajafanya nguvu za giza kabisa, lakini kitendo cha kupewa chakula cha yule mtu na maji yake mkanywa, ama ni soda na kadhalika mkala na kunywa bure, mkala vya kwake, nini maana yake? Maana yake amekwenda kuwatiisha. Kwa hiyo atakachokisema ninyi mtakubaliana nacho, mtaitikia hata kama mkutaka, hata kama mkukipenda. Kwa nini? Kimegeuka kuwa kama rushwa. Rushwa inaondoa maamuzi ya mtu sahihi. Rushwa inafunga ufahamu wa mtu. Rushwa inafanya mtu awe mtumwa wa mtu mwingine. Rushwa inaondoa akili timamu, inaleta akili za uchawa. Rushwa inakufanya uwe chawa. Rushwa inakufanya maamuzi yako, fahamu zako, hekima yako, akili yako, uelewa wako, elimu yako iwe bure. Maana yake utaitumia tena elimu yako, maarifa yako, akili yako haitumiki tena. Kwa sababu gani? Umekula rushwa. Inafanya izuie, inafunika uso, inaondoa haya, inakufanya inaondoa haki, inaleta haya, inaleta aibu. Maana unaonea aibu yule mtu aliyekupata chakula chake. Chochote tunachokiongea mtasema ndio, wala nini, amewapa chakula. Kwa chakula bila kujali mmepewa kwa staili gani, lakini chenyewe kama chenyewe tayari kinaondoa maamuzi yenu, haki zenu, hekima zenu zinaondolewa tayari. Ndio watu wengi wagombea na watu mbalimbali wanajua kanuni hiyo, wanawapatia maeneo hayo. Hata viongozi wengi waitao viongozi wa dini, maeneo mengi yanayokoma ni hayo. Kama hujui, ndio nakwambia leo, wanakoma maeneo hayo. Wanatoka alikotoka na maamuzi mamoja, wabenia mamoja. Tukienda pale tumwambie hivi, atukubali hiki, hataki. Wakishafika pale kuna misosi wameandaliwa na bahasha zimeandaliwa, akili zao zimechange, maamuzi yao yamechange. Wanajishangaa wamekuwa wasaliti mara moja. Wakiondoka kwenye kikao kile baadaye, wakiwa makwao huko, wanaambiana hivi, ilikuwaje hatukuongea ule ukweli wetu? Ilikuwaje hatukusema 1, 2, 3? Sababu ni chakula mlichokula, mlichopewa kiliondoa maarifa kichwani kwenu, maarifa yakaondoka. Kwa bila kujali ni cha nguvu za giza ama la, lakini chenyewe kama chenyewe, maadamu ni cha mtu kama sadaka kwenu, ameondoa maarifa juu yako. Sasa ikiwa ni vya nguvu za giza, vinakwenda kuondoa maarifa na haki, vinakwenda kupanda kitu ambacho sio cha kwako, maamuzi ambayo sio ya kwako, na kinapanda pia magonjwa ambayo wewe hautaelewa yametokea wapi. Wengi magonjwa walionayo wamepandiwa kwenye vyakula vya kimadhabahu, kwenye vyakula vya kiganga, kwenye vyakula vya kichawi, kwenye vyakula vya kimapepo. Ndiposa magonjwa yalianzia hapo ya aina fulani fulani.
Ndio maana lazima uwe na akili kubwa ya rohoni. Sio kila mtu akuletea chakula hiki chukua nimekupatia ule na ukala kweli. Kuna mwingine kuna kitu amekituma ndani ya chakula kile, kikaja akatuma kwako kije kiondoe maarifa fulani, kije kipande ugonjwa fulani. Kuna watu magonjwa walionayo ni kwa sababu walishwa vyakula vya kichawi, vyakula vya kiganga, vikaondoa maarifa. Haleluya. Nisomee, fungua kitabu, ngoja uone kitu hiki. Fungua kitabu kile cha Hesabu 25 1-3 mstari. Uone Mungu anavyowakataza Wayahudi juu ya kushiriki vyakula vya watu wanaoabudu miungu migeni. Kitabu cha Hesabu, Numbers 25, chapter 25, verse number 1 mpaka number 3. Tunaishia hapa, mistari mitatu tu. Hesabu 25 1-3. Soma hiyo, inasemaje? Basi Israeli akakaa Shitimu. Basi Israeli akakaa Shitimu. Israeli ni taifa, ndiyo. Kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu. Watu wanazungumzia watu ni wanaume. Bible inasema watu inazungumzia wanaume. Wakaanza kuzini na wanawake wa Moabu. Halafu kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani. Waende kwenye sadaka. Hao wanawake wa Kimoabu hawa waliwaalika wanaume wa Kiyahudi waende kwenye sadaka zao za miungu yao. Ikawaje? Sadaka walizowachinjia miungu yao. Unaona, sadaka ambazo walizowaalika ni zile ambazo waliwachinjia miungu yao. Halo, sadaka walizochinjia nani? Miungu yao. Wamechinja kwa sababu ya kutoa kwa miungu yao. Ndio anachomaanisha. Wakafanyaje? Watu wakala chakula. Watu wanaume hao wakala chakula, wakaisujudu hiyo miungu yao. Ikawa Israeli kujiungamanisha na Baal Peori. Umesikia habari hiyo? Baada ya Wayahudi hao wanaume walipokula chakula cha kimadhabahu ambacho kilitolewa sadaka kwa miungu migeni, ikawa sababu ya kuwa na kitanzi kwao, wakajikuta wamejiungamanisha na Baal Peori. Baal Peori ni miungu migeni, miungu ambaye si Mungu aliye wa mbinguni. Imepewa sadaka na watu hao wa wanawake wa Kimoabu. Sasa hao wa jamaa wao Mungu wao wa mbinguni yuko, lakini angalia wameingiaje kwa miungu migeni ya Baal Peori? Kwa njia ya nini? Chakula na njia ya kuzini. Niliwahi kuambia siku moja, na nazungumza kwa ajili ya watu wengine, kwa ajili ya na wao pia wapate faida, kwamba zinaa ni kitu kimojawapo kinaweza kumuunganisha mtu na ulimwengu wa roho wa upande wa giza. Sababu Mungu anasema usizini, sababu kuzini ni moja ya kumuondoa mtu uwepo wa Mungu kwake. Zinaa inachofanya, inaondoa heshima, inaondoa utu wema, inaondoa kibali, inaondoa baraka, inaondoa afya njema, inaondoa kila kitu ambacho ni kizuri kwako, na inaondoka na uvuli wako. Kwa kadri kiona kutana naye, kuna kitu kinaachia, kinaenda kwa yule mtu mwingine. Kunajikuta kuna kitu kwako kinapotea, kuna fursa zinaondoka, zinaharibika kwa njia ya zinaa. Sasa nisiende sana huko sana, sababu leo somo letu ni chakula. Sasa ziko zinaa za aina zote. Yakini ya kwanza ya mwili kwa mwili, lakini ya pili ni kwa njia ya kuabudu miungu migeni, nayo ni zinaa. Lakini ya tatu ni ya ulimwengu wa roho kwa ndoto. Tuache hizo, tuko kwenye chakula leo. Haya, sasa wao jamaa wakajikuta wanasujudia miungu migeni kwa njia ya kula chakula cha miungu hiyo. Baada tu ya kula chakula cha miungu ya Baal Peori, wakasujudia miungu hiyo. Kwa sababu gani? Chakula walichokula kiliondoa maarifa ndani yao,
kiliondoa hekima ndani yao, kiliondoa uchamungu ndani yao. Yaani ile hofu ya Mungu wao ndani yao ilihama baada ya kula chakula cha miungu migeni. Kwa sababu gani? Hiyo miungu migeni ili kuisha weka wakfu sadaka ile. Sadaka hiyo ya chakula hicho, wanyama hao, ilikuwa madhabahuni mwao. Kwa ile miungu ikawa imekibariki kwao, kikawa kwa ajili ya watu wao. Yeyote aliyeshiriki kula akawa miongoni mwao. Ndio maana anasema kwamba wakajikuta wametiwa kitanzi, wakajikuta wamekuwa watumwa. Wamekuwa watumwa sababu gani? Wamekula sadaka ya miungu ya Baali Peori. Tazungumza kidogo hili jambo na usilikate ili kama lilivyo. Sikiliza, wengi umeona leo hii mfano wa miji kama Dar es Salaam, miji ya pwani, ukanda wa pwani mzima. Nisema pwani, nazungumzia kuna pwani yenyewe kama mkoa, Dar es Salaam ndani yake, Zanzibar yote tunaijua kama ilivyo, Tanga na maeneo ya Mombasa yote ni ukanda wote wa pwani, mpaka Lindi na Mtwara yote hiyo. Haleluya. Sikia vizuri kwa makini. Kanda hizi leo hii unaona dini inayoongoza kwa wingi mkubwa ni Uislamu. Kweli si kweli? Unaona kwa sababu gani? Kwa sababu ukanda huu walipoingia Waarabu, walipoleta na kusambaza dini hiyo, moja ya kitu walichokitumia kufanya kwa nguvu zao kubwa, narudia kusema kwa makini, kwa nguvu zaidi muelewe, moja ya kitu walichokitumia kusambaza imani yao kwa nguvu kubwa, walitumia vitu viitwavyo sadaka ya kuchinja. Ndiyo asilimia kubwa uliona, na mpaka leo inatendeka mpaka leo. Maeneo kubwa yaliyojaa watu wa Uislamu au Uislamu wanachinja wakati wa zile idi. Kuna Idi al-Adha, manake ni idi ya kuchinja, au Idi al-Haji. Ile idi ya kuchinja wanachinja wanyama wa kutosha wengi, na nyama zake za wale wanyama walizochinja wanagawia watu mbalimbali, masikini na wasiojiweza na watu mbalimbali. Wanagawiwaga na wanapenda kula, wanapewa nake, maana ni bure, upewi kwa pesa. Wanapenda kula, wanapewa vya bure, wanachukua. Hawali Waislamu peke yake, wanapewa mpaka Wakristo wengi wanachukua na wanakula, wanafurahia vya bure, wanakula. Sasa angalia nini kiliingia baada hapo. Sababu wale wanapochinja wanyama wale, wanachinja mbele madhabahu ya Mungu wao. Ndio maana madhabahu yao iko wapi? Madhabahu yao iko Kibla au Al-Kaaba. Ndiko anageukia Al-Kaaba ambayo iko ndio Kibla. Huko wanachinja kwa jina la Mungu wao, kugeukia Al-Kaaba. Mungu wao ndiye anayepewa kiapo kwa damu ya mnyama yule, anachinjwa. Maana yake madhabahu ya Mungu Allah inakwenda kuleta kibali cha mnyama yule, inakuwa imemweka wakfu mnyama yule, anakuwa kwa ajili yake yeye. Kuanzia pale yule mnyama aliyochinjwa yuko wakfu kwa yule Mungu Allah, na ndio naona ya kwamba kila anayekula anakula chini ya yule Allah. Ndio nasikia Wakristo wengi leo hii utasikia mashaallah. Hujasikiaga hiyo kitu? Astaghfirullah, na ni Mkristo. Unasikia ya Allah, Mkristo wamejaa kibao. Asalamu alaykum, Mkristo wamejaa kibao, wengi wanafikiri kama vile fashion. Asalamu alaykum, na ni Mkristo. Nini kimekaa? Madhabahu iliyokaa ndani yao ni ya chakula, inanena ndani yao kila wakati, inanena ndani yao. So ukihubiri hivi unafundisha watu ili watoke kwenye utumwa, watasema uchochezi wa dini. Sio kweli. Ndio tuambie ukweli. Ndio maana ukichinja, wewe ukichinja tuwe wa kweli. Mkristo ukichinja, Muislamu anakula. Kwani sisi ndio tuogope? Yaani wao wanawaambia watu wao, msile mnyama aliyechinjwa na Mkristo. Tunasema haina shida. Sisi tukisema msile mnyama aliyechinjwa na Muislamu, unasikia ugomvi wa dini. Ugomvi wa dini upande mmoja. Upande mmoja ndio ugomvi wa dini, upande mwingine hewala. Wakristo wengi wafanya wajinga leo. Akitaka kuchinja mnyama yake, kuku wake, tafuta Juma, naomba nichinjie kuku wangu. Mkristo hajui kama yeye ana nguvu, anatakuwa achinje mnyama wake mwenyewe. Sababu madhabahu zishakandamiza, washaonekana wao ndio watumwa, kwamba hawana haki ya kuchinja. Unapowasanua Kristo hivi, unasikia haya mambo ni ya dini. Wewe
Wakristo wengi wameuawa kwa kiroho kwa sababu ya hii mambo. Wamekula vyakula ambavyo sio vya Mungu wao. Wamekula vyakula ambavyo sio vya Mungu wao. Wamelishwa. Ndio wana ukanda wa pwani wote mnaonekana wote kama ni Waislamu nyinyi. Sababu gani? Rohoni mmefanywa kwa sababu ya vyakula. Mmekula sana. Watu wamepelekewa vyakula, wengi wamepewa. Unasikia Idi Mbaraka, tumechinja leo nyumbani nyama huyu. Mtu asante, Mungu awabariki jamani. Viko wakfu kwa Mungu Allah na nyinyi mmekula. Ndio maana kichinja anageukia kibra. Nisikize ninachokuambia hapa, muulize shehe yote, mtu yote anamjua wewe anageukia wapi? Na geukia kibra anasemaje? Mbona ukichinja kwa jina la Yesu wewe wanakataa? Wasema ni kibudu hiyo sio sawa sawa. Sio haki. Waita halali. Neno halali na Kiarabu. Halali. Masikia halali ni yule amechinjwa na wao. Haramu ni yule amechinjwa na mtu yote, hata Mkristo amechinja ni haramu. Unajua maana yake? Hawakubali madhabahu yenu. Lakini ninyi mnataka ya kwao. Mko tayari. Ndio watu wengi wamekandamizwa leo hii. Sababu ya kwanza ni hiyo, vyakula mlivyokula, mmekula vyakula vyenye nguvu ya kimadhabahu ya miungu migeni. Ya miungu ya wenzenu. Mkageuka kuwa watumwa wao. Ndio leo hii kila mtu anajifanya ni Muislamu barabarani huko. Wakristo wengi tunawasikia huko. Sema, "Salamu alaykum salam." Sikia mashaallah. Haya. Tunaona umejaa. Wengine watangazaji wa redioni, kwenye TV. So huyu Woody ni gani kimwangalia? Anaitwa fulani bin fulani ya Kikristo. Lakini akiongea anazungumza nini? Maiko fikiri, madhabahu. Ndio ile wakamata. Wamekula vyakula vya ajabu ajabu. Wamekula ya mbuzi, wameota mapembe. Wamekula ya kondoo tu. Sasa unakula chakula cha mbuzi. Ndio hivyo kamanda. Shughuli iko hapo. Wengi madhabahu zimewatawala na kuamiliki kwa sababu ya chakula. Na hapo ndipo shetani amechezea watu wengi eneo hilo. Amejua watu wengi kuwapata kwa wepesi ni kwenye upande wa vyakula, hasa nyama. Nyama. Wakati niko Muislamu mimi sasa, tulikuwa tuna hizi maulidi. Kuna jamaa wa Kikristo nikikumbuka nasema kidogo. Wale jamaa wa madhehebu wa Katoliki hawa, KKT kitu gani hawa ndio walikuwa madhehebu yao, walikuwa ndio wengi hao. Sasa walikuwa wanafikiria zetu hao. Wakati wazie maulidi zile, wanakuja kujumuika na sisi kwenye vyakula, kuja kula. Sasa msinite fulani. Kuna wengine kwa Facebook wanavyoongea viwapo kwa Facebook. Wapo. Wananionaga hapa na comment, kuna wengine wa comment, wanaangalia tu wanaacha. Wakristo hao. Wanatuambia, "Bwana usiniite fulani." Majina yao sitataja sababu gani? Kwa Facebook wamo. Usiniite fulani, tukiwa pale uniite Juma. Niite Abdalla. Ili ale pilau biriani la kwenye maulid. Chinjwa ngamia kule, kachinjwa kule kama ni ng'ombe, ni mbuzi na kadhalika na kondoo. Kwa jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wamegeukia kibla, amechinjwa mnyama yule. Na natakuwa nyinyi mle ile biriani la ngamia. Na wao wameingia kwenda kula pale, kila maulidi na wenyewe wamo. Baada ya muda wale watu, ile nguvu ya Ukristo wao inakufa. Wanabaki kwenye Ukristo wao, wanaukubali Uislamu kuliko dini yao wenyewe ya Ukristo. Haya mambo nakwambia, tafiti kwa akili yako timamu utaona ninachokuambia. Kuna Wakristo wengi sana wanaappreciate Uislamu kuliko Ukristo wenyewe.
Ndio maana wengi rahisi kusilimishwa, wengi kwa sababu ya chakula. Wengi wanasilimishwa. Jambo la kwanza ni chakula. Makamatia kwenye msosi watu. Lakini mpelekee wewe chakula chako ulichopika kwenu, mlechinja wenyewe kuku, mmechinja wenyewe kuku, mmefanya nini? Mpelekee uone kama atakula wao. Wachache wanaweza kula chakula chenu, wachache. Wale ambao wanaitwa maamuma. Hawajui chochote wanaweza kala. Na wengine ni maamuma lakini wameshaelezwa, wameshakariri hali. Ameambiwa chakula chochote cha kafiri usile. Hata Mkristo ni kafiri wanamuita. Kama una habari. Yaani wewe una Yesu wako aliye mwana wa Mungu aliye hai, unaitwa kafiri wewe. Una Mungu, amesema Mungu original aliye hai, lakini unaitwa kafiri. Naona kubali ni kafiri. Sio niliwaambia kichaa anamuona mtu ambaye ni mzima ndio kichaa. Kati yeye ndio kichaa. Na hayo mambo ni ulimwengu wa roho yako hivyo hivyo. Wakristo wako ni imani ya kweli na imani ya kweli na utimamu kabisa Wakristo. Lakini hawaoneshwi kwamba imani yao ni ya kweli na haki, hawaoneshwi. Wanaonesha imani yao ni mbovu, sio ya kweli, sio ya Mungu, makafiri. Nao fika sema nakubali. Wafika sema nakubali kama itakuwa ni habari kweli. Hiyo ni mbinu ya shetani kuwalaghai wanadamu. Hii ndio imani ya kweli na haki. Kumfuata Yesu Kristo ndio imani ya kweli na haki. Nawaambia kabisa, kila siku naongea mambo haya siachi. Ndio imani ya kweli na haki. Imani ya nani? Ya kumfuata Yesu Kristo. Haleluya. Kwa lazima tujue kwenye vyakula hapo ndipo kuna kitanzi. Walipokula chakula chao hicho, kitanzi kikiwakamata, wakajikuta wameshuhudia miungu migeni ya Baali Peori, hao Wayahudi. Sasa angalia maandiko mengine hapa. Naomba usome. Tuanze ipi sijui? Tuanze na Hosea 9. Fungua Hosea 9:1-17. Fungua kitabu cha Hosea sura ya 9:1-17. Kitabu cha Hosea kule uliko. Fungua kitabu cha Hosea 1:17. Wakristo wengi wamedanganyika na kufungwa kwa sababu ya vyakula ambavyo vilikuwa chini ya miungu mingine migeni wasiojua wao. Kajikuta wanakula chakula kile kikawa sababu ya wao kumkosea Mungu wao. Kuna watu wengi unajua waliacha hata kuabudu Mungu original. Sababu kuu ni chakula. Chakula tu kiondoka kwenye neema ya Mungu. Kuna watu mimi nawajua, wao ushawasikia hapa kwenye redio na sehemu mbalimbali. Kuna watu nawajua wameajiriwa kwenye makampuni fulani huku na huku, mwisho wa yote mwanzo walikuwa naambiwa badili dini bwana, uwe na nini ukafanya kazi vizuri hapa sehemu hii, walikataa mwanzoni. Baadaye baada ya kupokea chakula chao wakala nyama, chukua jamani mikate nyumbani kwenu jamani, mtakula pelekeni nyumbani kwenu sambusa hizi hapa ni ice cream, kapeleka nyumbani kwenu kama zawadi wafanya kazi. Hamjui zile sambusa, ice cream zimefanywa nini? Zina dua yake, zimepigwa dua, zina ibada yake, zimefanywa wakfu. Wafanyakazi wanaanza kupewa wafanyakazi. Tafuta wafanyakazi wa makampuni yao yanayozungumza kwa siri hapa. Walipoingia pale walikuwa nganga na Ukristo wao. Waangalie baada ya miezi mitatu sita wamekuaje? Ule ungangari wa Ukristo wao ulienda wapi? Hiki anachokizungumza hapa waambie kama sio kweli. Walipewa zawadi mara ngapi ya vyakula? Na walichukua na waenda wakala familia zao. Baada ya kula mara 3 mara 4 ilikuwaje? Unganga ulienda wapi? Ulipotea. Nini sababu? Walikula chakula kilichowekwa wakfu kwa madhabahu za miungu migeni. Madhabahu ya Mungu Baali Peori. Hosea 9:1-17. Twende
Usifurahi Israeli, usifurahi Israeli kwa sababu ya furaha, kwa sababu ya furaha kama hao mataifa. Ehe. Kwa kuwa umezini juu ya Mungu wako. Umezini juu, maana yake juu, maana yake ni mbele ya Mungu wako. Umependa ujira katika kila sakafu ya nafaka. Ehe. Sakafu na shinikizo hazitawalisha, na divai mpya itampungukia. Hawatakaa katika ardhi ya Bwana, lakini Efraimu atarudi Misri. Ndiyo. Nao watakula chakula kinajisi katika Ashuru. Anazungumza ya kwamba anawaambia Waisraeli, Wayahudi kwamba mnapokaa mkazini mbele za Mungu mnafanya makosa makubwa sana. Anasema sasa, sikiliza, kuanzia hapo mtagawanyika. Kabila la Efraimu litarudia Misri. Kurudi Misri unajua maana yake? Kurudi utumwani maana yake. Ulikotoka mwanzoni unarudi tena. Ulikuwa tayari mteule wa Mungu, umekuwa Mwisraeli, mtu Kanani, umeenda Israeli, umekuwa Mwisraeli. Baada ya kutoka kule Israeli unarudi Misri, unakuwa mtumwa tena, ndio maana yake. Unakuwa mtumwa, unakula chakula cha unajisi. Maana yake chakula ambacho kinakufanya uondoke uwepo wa Mungu juu yako, ndio maana ya hilo neno. Aendelea kusoma, anasemaje? Hawatammiminia Bwana divai. Sikia, wakishakula chakula cha unajisi hawatarudi kumimina sadaka kwa nani? Mbele za Mungu wao. Kwa nini? Wamerudi Misri, wamekula chakula cha nini? Cha unajisi. Endelea. Hazitampendeza sadaka zao. Hata wakitoa sadaka kwa Mungu, wakipelekea Mungu sadaka, hazitakuwa pendezo kwa nani? Kwa Mungu. Kwa sababu gani? Wamekwisha jinajisi kwa vyakula vya miungu migeni na kurejea kwao kule Misri. Endelea kusoma. Mkate wao utakuwa kama chakula cha matanga kwao. Unasikia? Chakula chao maana yake mkate ni chakula. Anasema kitakuwa chakula cha matanga kwao. Maana yake chakula cha msiba. Kitakuwa chakula cha akina raha na starehe, hakiko sawa sawa. Wote watakaokila watatiwa unajisi. Ndiyo. Kwa maana mkate wao utakuwa kwa shauku zao. Unaona? Kwa shauku zao tu. Hautaingia katika nyumba ya Bwana. Mtafanya nini katika siku ya mkutano wa Idi? Ndiyo. Na katika siku ya karamu ya Bwana? Idi sikukuu maana yake. Endelea. Kwa maana tazama, wamekwenda zao ili kukimbilia uharibifu. Ndiyo. Lakini Misri itawakusanya. Ndiyo. Nofu itawazika. Vitu vyao vya fedha wavipendavyo magugu yatavimiliki. Miiba itakuwa katika hema yao. Siku za kupatilizwa zimekuja, siku za kulipa zimefika. Israeli atayajua hayo. Huyo nabii ni mpumbavu, huyo mtu mwenye roho ana wazimu, kwa sababu ya wingi wa uovu wako na kwa sababu uadui umekuwa mkubwa. Efraimu alikuwa mlinzi pamoja na Mungu wangu. Ndiyo. Na huyo nabii, mtego wa mwinda ndege katika njia zake zote. Katika nyumba ya Mungu wake umo uadui. Wamejaribu mno, kama katika siku za Gibea. Hautakumbukwa uovu wao, atazilipa dhambi zao. Mimi nalimkuta Israeli kama zabibu nyikani. Nami naliwaona baba zenu kama matunda ya mtini yaliyoiva kwanza, wakati wake wa kwanza. Lakini walikwenda Baal-Peori, wakajiweka wakfu kwa kitu cha aibu. Wakawa chukizo kama kitu kile walichokipenda. Naye Efraimu, utukufu wake utarukia mbali kama ndege. Uzazi hautakuwako. Ndiyo. Wala aliye na mimba wala achukuae mimba. Unaona? Wajapolea watoto wao, mimi nitawanyang'anya watoto wao. Nasikia habari hiyo. Asisalie hata mtu mmoja. Naam, ole wao nitakapoondoka na kuwaacha. Efraimu amepandwa mahali pazuri, kama nilivyoona Tiro, lakini Efraimu atamtolea muuaji watoto wake. Wape, Bwana, utawapa kitu gani? Wape tumbo lenye kuharibu mimba
na maziwa makavu. Uovu wao wote huu katika Gilgali, maana huko naliwachukia kwa sababu ya uovu wa matendo yao. Nitawafukuza watoke katika nyumba yangu, sitawapenda tena. Wakuu wao wote ni waasi. Efraimu amepigwa, mzizi wao umekauka, hawatazaa matunda. Naam, wajapozaa nitaliua tunda la tumbo lipendwalo sana. Ndio Mungu wangu atawatupilia mbali kwa sababu hawakusikiliza, nao watakuwa watu wa kutangatanga kati ya mataifa. Ndio. Nenda kitabu cha Kutoka 34. Nataka tukimbie chap kwa sababu ya muda. 34 Kutoka mstari wa 16 mpaka 15 mpaka 16 pale chini. Kutoka 34 Kutoka mstari wa 15 mpaka 16 mstari. Kitabu cha Kutoka 34 mstari wa 15 mpaka 16 pale nasoma. Je, usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi. Ndio. Watu wakaenda kufanya uzinzi kwa miungu yao, na kuitolea sadaka miungu yao. Ndio. Mtu mmoja akakuita ukaila sadaka yake. Ukawaoza wana wako binti zao. Ndio. Nao binti zao wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao. Wakawavuta wana wenu wafanye uzinzi na miungu yao. Ndio. Usijifanyizie miungu ya kuyeyusha. Ndio. Amen. Danieli 1:1 mpaka 16 mstari. Danieli sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka 16 mstari. Sikiza kwa makini mafundisho haya. Kwa namna hiyo nataka nisome maandiko leo angalau yaende karibu yote yaishe. Ndio maana kimbia hapo kwa ajili ya muda nisichelewe sehemu moja. Danieli 1 mstari wa kwanza mpaka 16 mstari. Naomba usome. Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadneza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauhusuru. Ndio. Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake, pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu. Ndio. Naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya Mungu wake, akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Mfalme akamwambia Ashpenazi, mkuu wa matowashi wake, awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme. Ndio. Na wa uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso. Ndio. Wajuzi wa hekima. Ndio. Werevu kwa sababu ya maarifa yao. Unasikia? Achukue watu wenye sifa hizo 4. Anza ya kwanza Sikia vizuri, achukue miongoni mwa Wayahudi vijana wenye sifa ngapi? 4. Niko na watu hapa nani? Achukue miongoni mwa Wayahudi waliotekwa utumwani Babeli, achukue vijana wenye sifa 4. Sasa nitakwambia kwa nini kwa sifa hizi wachukuliwe wao kwa sifa hizi. Sikia, anza wa uzao wa kifalme, wa uzao wa kifalme, na wa uzao wa kiungwana, na uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa. Sasa anaanza vijana wasio na mawaa, maana yake watakatifu. 2. Wazuri wa uso, wazuri wa uso, maana yake walio sawa sawa, watu handsome. 3. Wajuzi wa hekima, wawe na ujuzi na hekima ya hali ya juu, ndio maana yake. Werevu kwa sababu ya maarifa yao, wawe na werevu kwa ajili ya nini? Ya maarifa yao, kisomo alichonacho kiwe cha hali ya juu. Kwa hiyo chukua watu wa namna hiyo. Sikia vizuri kwa makini, anasema wachukue vijana wa namna hiyo. Hata falme za giza zinataka watu wenye ufahamu mzuri, watu wenye uelewa mzuri, ndio ziwateke, ziwatumie. Hapa Wayahudi wako utumwani. Sasa soma kwa makini. Halafu wenye kufahamu elimu, twende. Watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Unasikia? Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo. Unaona? Wakamwambia yule msimamizi wao, wafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao.
Wakaldayo hawa ni watu wako kule Iraki, na lugha yao pia. Elimu ya Wakaldayo ni ipi wapendwa? Elimu ya Wakaldayo ni elimu ya kichawi. Kama mwelewi, elimu ya kinajimu. Niwafungue macho, nafahamu. Elimu ya kinajimu, wafundisheni elimu ya kinajimu. Lakini vivi hapana, na lugha yetu pia ya Kikaldayo muwafundishe. Manake lugha yao ya Kiebrania akisheni inafutika midomoni mwao. Na elimu yao ya Kiebrania ya kuhusu Mungu wao original akisheni nafani inaondoka vichwani mwao. Sasa sikiliza, itaondokaje elimu hiyo vichwani mwao vijana hao wa Kiyahudi? Na elimu yao na lugha yao itaondokaje? Wafanyaje ili iondoke elimu yao kwao? Naomba muelewe, twende kwa makini. Sikia ambacho jamaa anachoagiza kifanyike. Endelea kusoma. Huyo mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme. Akaagiza posho ya chakula chake mwenyewe cha kifalme cha ikulu. Anaagiza juu ya nani? Ya wasimamizi aliowaweka hawa. Anawaambia chakula hiki ndio mtaenda kuwapa. Yaani kuna chakula special kiko ikulu pale, lakini hicho chakula kiko wakfu kwa miungu ya Wakaldayo, ya watu wa jamii ya Babeli, Iraki. Sasa hapo ndio wasema hicho ndio watakuwa wanakula, sio kingine. Kwa nini nimekwambia? Soma huko mbele, endelea. Na ya divai aliyokunywa, na divai aliyokunywa yeye mwenyewe mfalme, ndio hao vijana wa Kiyahudi mtawapa chakula cha namna hiyo hiyo. Ni kwa kawaida hivi, ni kama anapendelewa Wasema zari hilo, nipata zari mpendwa, zari hilo. Ni kama zari hivi. Halikuwa zari kamanda. Soma alafu akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka 3. Unasikia? Miaka 3 wale chakula cha ikulu kila siku hicho. Miaka mingapi? 3. Soma. Ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Unasikia? Hatimaye, yani baada ya miaka 3 hiyo ndio waje mbele ya mfalme sasa. Nini? Wakati wa elimu yenu ya Kiyahudi imeondoka, lugha yenu ya usemi wa Kiebrania imefutika, maarifa yenu yale ya Kiebrania na kujua Mungu wenu yameondoka. Mna maarifa mapya ya Kaldayo, ya miungu ya Kaldayo, miungu migeni, miungu ya Kikaldayo, miungu ya kinajimu. Ule ufahamu na maarifa ya kujua Mungu wa mbinguni ile Yehova Yawe iondoke. Miaka 3 mission ndio hii. Wewe ukipata zari tulia, utaona tu umepata zari au nani. Soma. Basi katika hao walikuwepo, vijana walikuwepo katika hao baadhi ya wana wa Yuda, Danieli alikuwepo, na Hanania alikuwepo, na Mishaeli alikuwepo, na Azaria alikuwepo. Wao vijana walikuwa ngapi? Soma. Mkuu wa matowashi akawapa majina. Alimwita Danieli Belteshaza, na Hanania akamwita Shadrach, na Mishaeli akamwita Meshach, na Azaria akamwita Abednego. Majina aliyowapatia yeye mkuu wa Kaldayo, yule ambaye ni mfalme kule Iraki. Akawasema majina yao Danieli, Meshach, Anania, Anaeli, haya fai. Majina na mimi haya, wewe Danieli Belteshaza, wewe Meshach, wewe Shadrach, wewe Abednego. Haya ya kwenu huko siataki. Nini maana yake? Kuna kitu anakiondoa pale. Kuna nguvu anaiondoa pale. Wengi wanasemaga mtu wangu anaitwa Meshach. Kweli si kweli? Anaitwa Shadrach, huyu Abednego. Mnaona ni Mungu Mnaona ni Mungu Mmeingia mkenge. Majina ya Kaldayo hayo. Majina ya wale jamani haya ya mwanzo. Hebu yasome ya majina mapo. Anza mwanzo. Hayo majina. Danieli jina la kwanza. Hanania mtu wa pili. Mishaeli mtu wa tatu. Na Azaria mtu wa 4. Msema majina yao hayo. Ndio majina yao ya Kiyahudi rasmi ndio hayo. Wao wanasema mimi Meshach. Mimi Abednego. Mimi Shadrach. Uko wapi Mungu wa Abednego, Shadrach na Meshach? Unamjua Mungu wa Abednego, Shadrach na Meshach ni nani? Ni Mungu wa Kaldayo. Baada ya kuita Mungu wa Azaria,
Mungu wa Mishaeli. Waita wewe ndio ni Mungu wa Israeli. Ndio maana jamaa aliondoa kwanza majina, ili Mungu yule wa Ebrania asiitike kwao kwa majina. Lakini vijana hao wasikia majina hawasema wote waliyakubali. Yeye aliwaita, lakini wao hawakuyapokea. Wakawa wao wanawaita hivyo, lakini wao wakawa hawajapokea kwenye mioyo yao, maisha yao. Hata kidogo. Ndio maana wao walivyoomba maombi siku ile, wanaenda kupeleka kwenye moto ule wa tanuru na moto, hawakusema Mungu wa Meshaki, Abednego na Shadraka. Walisema Mungu wetu sisi. Walimtenga Mungu wetu sisi, tumwabudie kwa haki, atatuokoa na moto huu. Hakusema Mungu wao ndio waleta Meshaki, Abednego na Shadraka, wao ndio waliita, kwa sababu wanataka kuondoa nguvu ya Mungu wa original wa kwao. Kama Yoshua alivyoitwa Isa, wakaondoa kumuita Yeshua au Yasu Almasihi, wakamuita Isa bin Maryam, ili ile nguvu ife. Soma halafu. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa, akaadhimu ndani yake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Akasema sitajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Wanajua hawa jamaa wako ugenini, utumwani Babeli. Sasa mfalme wanajua huwa anaabudu miungu yake migeni. Wanamuonaga anaabudu miungu migeni, wanaonaga wakifanya sadaka zao kwa miungu yao migeni, wanaona chakula chao kinavyopigwa dua, wanaona. Anasema Danieli, mimi huyu jamaa akusema sisi hatuta, no, alianza kujitenga mwenyewe. Mimi sitajitia unajisi kwa njia ya chakula cha mfalme hiki mbele za Mungu wangu, mimi sita. Kwa hiyo kila mmoja wake ikabidi aseme mimi naye pia, na mimi pia, sio sisi, mimi na yule, mimi na yule, mimi, mpaka wote wanne vijana wakaisha wa Kiyahudi. Kila mmoja anasema mimi sitajitia unajisi. Soma maandiko. Wala kwa divai aliyokunywa, wala kwa divai anayokunywa yeye. Ndio basi akamwomba yule mkuu wa matowashi, sikia, ampe ruhusa. Anamwambia mkuu wa matowashi, yule msimamizi wao yule, anaambia bwana, tupe ruhusa. Huyu matowashi ni watu gani? Unajua, wale watu ambao wametengwa kwa kazi maalum za kiibada, na watu hawa hawaoi. Yaani wale wanaitwa mapadri, au mapadri hawa ndio kama hiyo. Wale jamaa hawa jamaa hawaoi. Vijana hao wawe tu hivyo hivyo, wa kiume, marijari, wawe wacha Mungu, lakini wasioe. Vyakula vyao viwe hivi special. Sasa mkuu wao anasimamia kuwafundisha hiyo elimu, ndio jamaa anamwambia kwamba sisi hatutakula chakula hiki cha mfalme wala divai yake aliyoitenga ambaye yeye mwenyewe anatumia. Sisi hatuli. Ngoja uone kitu. Soma. Basi alimwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Basi Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matowashi. Mfalme hapa hajui kitu, mfalme hajui kitu. Msomizi wao ndiye anayejua, ameambiwa na huyu jamaa, naye jamaa akaona, akasikia huruma. Sasa huruma yake anafanya kitu gani? Soma. Mkuu wa matowashi akamwambia Danieli, mimi namuogopa bwana wangu mfalme. Unasikia? Mimi niko hapa nasimamia tu mambo haya, nimetumwa. Namuogopa aliyeniweka hapa. Soma maandiko. Aliyewaagizia ninyi chakula chenu na kinywaji chenu. Kwa nini azione nyuso zenu kuwa hazipendezi kama nyuso za vijana hirimu zenu? Unasikia? Akija kuona ninyi mmechoka, mmedhoofika, kinyume na wenzenu ambao wamekula chakula cha mfalme na wamenenepa, wamenawili, itakuwaje? Mimi nitaingia matatani. Ndio maana yake, mtadhoofika nyinyi bwana, mtaniingiza mimkenge, nitauawa. Ndio maana yake. Soma. Basi kwa kufanya hivyo mtahatarisha kichwa changu mbele ya mfalme. Maana yake atanichinja, maana yake atanichinja, kwa sababu nyinyi mkiwa amri mtasinyaa, ataniua. Soma maandiko. Ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matowashi, ndio amemweka juu ya Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria, tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10. Yaani tupe tu muda kadogo kwa majaribio,
muda wa siku 10 tunakuomba tusile chakula hiki na divai hii. Ndio maana yake. Endelea. Na watupe mtama tule Mtama peke yake na maji tunywe. Na maji tu tunywe, ambapo anajua mtama huu na maji haviko wakfu kwa takula vyenyewe original wako, taomba si wenyewe maombi yetu wenyewe. Ndio maana yake. Maji takunywa ya kwetu na mtama tutakula wa kwetu. Kama vile njiwa tu. Kula mtama na maji, jamaa wako tayari kula mtama na maji. Lakini wasiwe najisi kwa ajili ya pilau, biriani la Ikulu ambayo liko wakfu kwa miungu migeni. Nyama choma iliyo chini ya wakfu kwa miungu migeni. Ndio, endelea. Kisha nyuso zetu zitazamwe mbele yako. Baada ya siku 10. Ndio. Na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme. Ukatutendee sisi watumishi wako kadri ya utakavyoona. Ndio. Basi akawasikiliza katika jambo hilo, akawajaribu siku 10. Hata mwisho wa zile siku 10, nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Ndio. Sababu anasema issue si kunenepa na kunawili. Haina shida. Tutakula mtama na maji. Kumbe vijana chokwepa hao jamaa sio issue ya kunenepa na kunawili. Huyu mkuu wa matoasha alikuwa hajui. Hawa wanachokwepa hapa sio juu ya chakula kula kizuri kikojekoje. Wanachokwepa ni issue ya kimadhabahu, ambayo chakula hicho ni wakfu kwa miungu migeni. Sisi au wao kama Wayahudi wanasema hapana, hatuwezi kushiriki chakula kilicho wakfu kwa miungu migeni ambayo mfalme anasujudia miungu hiyo. Wanawaambiaga siku hizi, pastor wako anakuambia au jamaa anakuambia mimi nina imani sana. Chakula cha miungu mimi nitakula kwa jina la Yesu. Acha njaa na uroho wewe. Huo ni uongo. Yesu huyo anayekwambia usile vyakula vya najisi, usile vyakula vitolevyo sadaka kwa mashetani, ndio huyo anayekulinda. Sasa ukila, je, atakulindaje? Na wewe umekula makusudi? Yeye ndiye aliyesema msile, alisema Yesu hivi kwamba mtakula vitu vya kufisha havita nini? Havitawadhuru kabisa. Sasa ngoja nikuambie. Maana yake utakunywa sumu haitakudhuru na kukuua. Ndio maana yake. Sasa kakoroge sumu makusudi, eti Yesu atakulinda, kakoroge. Uone. Maana yake kama utakunywa sumu ukiwa ujui, wamekutegeshea sumu na umekunywa, ndio anasema haitakudhuru kabisa. Sio wewe uende kwa sababu imeandikwa. Yesu alisema na wewe ukasema nikoroge sasa sumu ya panya muoneshe na volino na nguvu za Mungu. Kakoroge afu uone. Ndio utaona Yesu yuma wa yupo. Lakini wakuwekee vile wewe ujui, umekaa umetulia ndani. Hodi nyumba hii karibu. Naomba maji ya kunywa jamani, na kiu sana. Haya bwana, umeingia kule ndani au umekuwekea uchawi kwenye maji. Wewe ujui. Umefika pale, baba anakushukuru kwa ajili ya maji haya katika jina la Yesu Kristo ni hai. Amen. Papa. Ile sumu inaingia na ule uchawi unaingia. Afu Yesu anaufanya. Anaondoa ile nguvu na ushika pa. Haukudhuru. Kwa sababu wewe hujafanya makusudi. Lakini sio ukachukua sumu kabisa, hii ni sumu nachukua. Sasa nakoroga sasa. Niwaoneshe Yesu analindaga watu. Anasema Yesu, usimjaribu nani? Bwana Mungu wako. Ibilisi alimjia Yesu, anamwambia Yesu, imeandikwa hautajigonga mguu katika jiwe, kwa sababu atakuagiza malaika yake kulinda wapi? Kulinda njiani. Kwa hiyo sasa kwa ajili hiyo jirushe kabisa. Maana Mungu ataagiza malaika kulinde wapi? Wakubebe usianguke chini. Akaambia sikize, imeandikwa usimjaribu nani? Bwana Mungu wako. Lazima uwe na ufahamu wa rohoni. Hawa vijana wanakwepa madhabahu. Wanafahamu kabisa huyu jamaa anaabudu miungu migeni, na chakula chake pale Ikulu kuna watu wanakuja kufanyia maombi au ibada za kimashetani, wanaweka wakfu. Kumbuka wale wafalme wa zamani zile mpaka leo hii. Asikuongopee mtu kama ana. Asikudanganye mtu. Hakuna mfalme au mtawala ambaye yuko neutral. Ama una Mungu, kama ana Mungu, hamuoni akishika Mungu aliye hai, mjue ana waganga wa kutosha.
Mtawala yoyote unamjua wewe duniani, yoyote unamjua ama umjui, yuko sehemu moja hapo kati ya hizi mbili. Ama ana Mungu, kama unamwona hana Mungu, mkae mkijua ni mtu ambaye ni mshirikina hatari. Hii wala sio siri. Jamani, sio siri, hivyo ndivyo ilivyo. Hakuna kiti utakalia eti uko neutral, hakuna. Kiti chochote kinahitaji roho. Kinahitaji maarifa ya rohoni. Kinahitaji ufalme wa kiroho ndio ukae pale. Ama ni Mungu ama shetani. Basi. Kwa hiyo wale wafalme anawaona jamaa wakiabudu miungu migeni, na kila wakati waganga wako pale, wanajimu wako pale. Hawa vijana wanaona ile kitu, na ibada za wale wanaziona. Kumbuka wako nchi ya umatekani miaka 70 tena na kadhalika, sababu 70 na kitu imeshaenda, wako utumwani. Nao video hao wadogo, kumbuka ngani nikwambie, Danieli, Mishaeli, Azaria, hao wote umezaliwa kule kule, kama ujui, wamezaliwa utumwani. Sifikia umetoka Israeli wakiwa vile miaka 70 hii wamekaa na kitu. Wazazi wao ndio walitekwa kule wapi? Israeli. Kaletwa kule Babeli kukaa. Kwa hiyo wakiwa kule Babeli, kumbuka Wayahudi wanapoenda sehemu, wakiwa sehemu ile wanajifundisha elimu yao wenyewe na Mungu wao, wanaabudu peke yao. Hawachangamani na miungu mingine hata siku moja. Hata uwafunge gereza moja wakaweka Wayahudi tu watu gani, Wayahudi hawachangamani madhabahu nyingine yoyote. Wanajifunza elimu yao tangu wadogo, wanafundishwa na baba zao na Mungu wao, wanaabudu Mungu huyo huyo. Ndio maana leo hii unaona kule Israeli kule watu wadogo kabisa, wadogo ukiwa na hubiri Yesu ni Bwana, Yesu anaokoa, wanakuja kukupiga. Watoto wadogo wa Kiyahudi. Kwa nini? Wale marabi wao wanawafundisha juu ya nani? Juu ya Torati ya Musa. Wanawaambia kwamba huyo Yesu au Yeshua, wanamuita Yeshua wao. Wanasema Yeshua huyo sio yule ambaye tunamngojea Masihi anayekuja kuchukua nini? Kutoka kwenye utumwa sisi kama Wayahudi. Huyo sio, huyu ni mwingine. Wanaambia huyo aliyekuja ni mwingine. Tunamngoja sisi aje Yeshua kutoka mbinguni, manake yeye Yeshua akija atakuja tu peke yake bila kuzaliwa. Unaona wanafundishwa? Kwa hiyo watoto wanaambiwa yule aliyekuja mwanzoni sio yeye. Kwa hata wafuasi wake wanaosema nyinyi wakataeni, ndio watoto wa Kiyahudi wanakuta wanampiga mhubiri wa Kikristo, anapohubiri wanampiga. Wanampiga, wanaambia hataki huyo. Sisi tunamsubiri Yeshua aje kutuokoa kama taifa la Israeli. Na ni kweli kimsingi akija Yesu akija ataokoa Wayahudi kwa ujumla. Kabla ya kuokoa wale Wayahudi wakimuona watasalimu nini? Amri. Maana watamwangalia kama ni yeye waliyomchoma, tuliambiwa habari zake ndio yeye, lakini mbona tulimuua, halafu mbona tulifundisha vibaya tukamkataa? Sasa wale jamaa watafanya nini? Wataomba rehema, ndio atawaokoa wale wote. Hiyo hawafundishwi. Wanaambiwa tu atakuja Yeshua, kwamba hakufa wala hakuuawa wala kupigwa mkuki wala kusulubishwa. Ndivyo wanafundishwa hivyo Wayahudi mpaka leo. Kwa wale vijana wanafahamu Talmudi na Taurati, wanafundishwa juu ya hiyo elimu kwamba iko hivyo. Kwa hiyo wanawakataa Wakristo, na Wakristo wengi wa Kiyahudi wanaishi kwa mateso makubwa sana kule Israeli. Wayahudi waliookoka, waliokubali Yesu ni Bwana na Mwokozi, wanaishi kwa kutengwa na Wayahudi wenzao sana. Tangu Yesu mwenyewe akiwepo, walikuwa ni mbio mchaka kama vile watumwa. Na hiyo imeenda mpaka leo hii ninavyokuambia, tunavyoongea mimi na wewe leo hii, Wakristo ndani ya Israeli sio wengi kama unavyofikiri, wako wachache. Ndio miaka hiyo inaongezeka kidogo idadi, baada ya kuwa wanajua. Tena cha ajabu, Mungu alivyoajabu, Wayahudi wengi wanamjua Yesu vizuri wakienda kwa watu mataifa kuliko wakiwa pale kwao. Wakiwa pale kwao inakuwa ni ngumu. Sababu gani? Wafundisha elimu ya Torati peke yake kuhusu Musa na manabii wengine. Alafu kwa Yesu wasema huyu ni mtu wa ukoo wa Yuda, ni kweli, lakini huyu mtu alikuwa ni mtu tu wa kawaida, mtu mwenye miujiza kweli, lakini sio yule tunayemngojea Masihi. Kwa wanamsoma Yesu kama mtu ameujiza fulani, lakini sio Masihi atakuja kuokoa nani? Wayahudi wote wanaishia kumsoma hapa. Hawamsomi kama mkombozi wao.
wanamsoma kama mtu wa miujiza, mtu wa maajabu aliyewahi kupita kwenye kizazi chao na akawa Mkristo, akafundisha Wakristo, wakaitwa wafuasi wake wa Kristo. Wanamsoma afu wanamwacha hivi. Hawamsomi kama mkombozi wao. Naomba muelewe Kiswahili. Wanamngojea Masihi aje kuwakomboa kama taifa la Israeli, mpaka leo hii wanangojea. Halo? Sasa Wayahudi kila wanapokuwa wanakwenda sehemu yote wanapokwenda, ujifunze elimu yao, hawataki kuiacha, na lugha yao ya asili ya Kiebrania hawaiachi kujifunza. Kwa wakiwa utumwani kule Babeli, hawa vijana wanaifahamu hiyo elimu yao tu na kujua Mungu wao. Ndio Danieli anasema ya kwamba hatutakubali kula chakula cha aina hiyo. Kwa nini? Kwa sababu sisi tumefundishwa juu ya Mungu wetu na elimu ya Mungu wetu. Kwa hiyo hatuwezi kuchanganya mambo. Halo? Haleluya. Haleluya. Sasa angalia sababu kuu ya kutoshiriki vyakula hivi kubwa hasa ni ya kiroho, sio mwilini. Wakati unakula chakula hicho kinakufanya wewe nguvu za Mungu kwako zipungue. Neno unajisi maana yake ni kuondoa uwepo wa nani? Wa Mungu kwa mtu. Hiyo ndio jambo la kwanza. Kuna maisha kabisa ya kiroho yanaathirika. Lakini namba mbili, inakuja kuathiri mwili wa mtu, kupandikiza magonjwa na vitu mbalimbali, kwa sababu Mungu anakuwa hajabariki chakula hicho. Sababu Mungu wa mbinguni, watoto wake, watu wake, anapowapa chakula huwa anakibariki. Akikibariki anaondoa mgonjwa au magonjwa kati yao. Ndio maana ya kubariki. Niwahi kuwafundisha nikawaambia kwamba wengi wanazo mali lakini Mungu hajabariki. Wengi wana chakula lakini Mungu hajabariki chakula chao. Ndio maana chakula ambacho Mungu hajabariki kina shida, kina hitilafu, kina magonjwa, mambo mengi ndani yake yanakuwepo. Kwa sababu gani? Mungu hajabariki. Namba 2, chakula ambacho Mungu hajabariki nyumbani mwako au kwa watu fulani fulani, ndio mnaona debe moja la unga, badala mle kwa muda kipindi kirefu, debe moja la unga siku 3-4 hakuna unga. Kwa nini? Mungu hajabariki. Ndio hivyo. Yule mama wa Sarepta mjane, mnakumbuka juu ya ile historia ya Elia na yule mama. Elia anamwambia, sikiliza, nipe mimi chakula kwanza nile, ndiposa na wewe utapika chakula kwa ule. Anasema, mtumishi wa Mungu, hatuna kingine, tuna konzi moja. Manake mkono tunao, mkono huu mmoja wa unga wa ngano. Tukila huo tunasubiri tu kufa, hamna kingine. Anaambia, fanya kwanza kwangu kama nabii, nile kwanza nabii wa Bwana. Anaambia, nabii, tunakuapisha kwa Mungu wako aliye hai, usitudanganye. Anaambia, apisheni tu. Wale mwapisha. Anaambia, tengenezeni kwanza mimi nile nabii wa Bwana, afu muone maajabu. Jamaa anawaambia mtaona maajabu. Mama amwamini sana. Huyu jamaa kweli, huyu jamaa ni mtumishi wa Mungu anavyoonekana huyu. Lakini sasa chakula hiki kitatoshaje jamaa? Tumpe kwanza ale yeye, sisi tutakuwaje? Mama akaamua kumwapisha Elia mara ngapi? Mara 3. Ndio baada kumwapisha akamwambia ana shida, akatengeneza chakula. Elia alipokula, angalia uone, Elia amekula, akamleta maji ya kunywa, akanywa maji, akafanya ameshiba. Akacheua kabisa. Ameshiba. Akamwambia mama, kuanzia leo kapu lako hatapungua nini? Unga. Hiyo ni kubarikiwa hiyo. Mama akawa kila kichota unga, wakikanda wakipika, unaendelea kuwepo unga tena huko vile vile unga. Anachota unga ule mkono mmoja unabaki anachota, anapika wanakula, akili kwenye kapu tena kesho unga huko vile vile mkono mmoja tena. Unaona Hiko ndio chakula kichobani kichobarikiwa. Chakula kichobarikiwa na Mungu, hata mkila kikiwa kidogo hivi, mnatosheka wote, mnashiba. Kama Mungu hajabariki chakula chenu mpendwa, hata mpike debe zima mkaweka pale sebuleni, mnakula na hamshibi. Mnakula na hamshibi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hajabariki chakula hicho. Na wengine wanakula na mashetani. Kwa sababu gani? Mungu hayupo katikati yenu.
Mna mega, pepo nao na mega, na nyinyi na mega. Miungu ile na mega, na chakula na mega. Hatujashiba. Jamani, ulikuwa ugali mwingi kweli. Jashiba jamani. Ndio hivi basi, kunyeni maji mwanangu. Wanakunywa maji. Nini? Wamekula chakula ambacho hakijabarikiwa na Bwana. Ndio kuna watu ambao magonjwa yanaingia mengi. Sababu gani? Ukila chakula pamoja na miungu au mashetani au misukule, wakati mnakula chakula chenu wanakichafua. Wakichafua chakula kile, ndio mtu anakula anasema amekula, anashangaa tumbo linafanya nini? Tumbo linauma, linakata. Nasikia kuhara. Kwa nini? Chakula chake kimechafuliwa na mashetani. Wengi mitaani wanakula na mashetani na miungu na masanamu. Wanakula na misukule na wachawi. Kwa sababu gani? Chakula chao Bwana hajakibariki. Na ukila chakula ambacho Bwana hajakibariki, mambo yatokea ni haya: magonjwa ya tumbo na mengineyo ya kupandikizwa, kutoweza kushiba na kupata balaa katika ulaji wenu. Maisha yenu yanakuwa kinyume cha Mungu aliye hai, na uwepo wa Mungu unaondoka. Kuna watu unaona sababu ya wao kupata kuwa na shida ya nguvu za Mungu, sababu ni chakula walichokula ambacho sicho Mungu alibariki. Kwa hiyo unakuta wanakula chakula ambacho kimeondoa uwepo wa Mungu ndani yao. Sema halo. Sema halo. Sema tena halo. Sema kuanzia sasa. Kuanzia sasa, mimi binafsi yangu katika jina la Yesu Kristo, mimi nakataa kushiriki chakula cha miungu migeni, cha sanamu, cha mizimu, cha wachawi. Ninakataa kila namna ya ulaji wa ubatili wa kishetani kwa jina la Yesu Kristo hai. Tangu sasa. Andika andiko la mwisho hapo, halafu niingie na wewe kwenye maombi ya kuvunja hiyo kitu. Andika tu. Andika tu Zaburi 106:23 mpaka 29 mstari. Zaburi 106:23 mpaka ule mstari wa 29. 106 Zaburi 23 mpaka 29 mstari. Ukishaandika huo, simama juu. Tafanya kuomba ili kuweza kuzipiga madhabahu ambazo zilishikilia ama ziliwekwa wakfu katika vyakula fulani fulani, na wewe ulikula ama ulishiriki chakula kile kwa kujua ama kutokujua, siku za nyuma ama siku za karibuni, lakini ikawa tanzi kwako, ukajikuta umepiga magoti mbele ya miungu migeni, ukajikuta tumbo lako limewekewa tumbo la utasa au tumbo la kuharibu mimba, ukawekewa tumbo linalokula watoto, ukawekewa mambo mengi yasiyoelezeka, ukawekewa kansa, ukawekewa magonjwa ya kisukari, ukawekewa magonjwa mbalimbali kupitia namna ya mfumo wa vyakula ambavyo viliwekwa wakfu kwa miungu migeni, chakula ambacho Mungu wa mbinguni hakukibariki. Sema, Bwana Yesu, niko hapa siku ya leo, ninachojua ya kwamba unanipenda sana, ndio maana unanifundisha haya ili niweze kuyatendea haki. Yesu Kristo, kwa nguvu zako, kwa neema yako, kwa kibali chako, siku ya leo ninapokea uweza, ninapokea nguvu, napokea ushindi utokao kwako. Yesu Kristo, ninajua unanipenda sana, na ndio maana leo umetaka nitolewe kwenye maagano ya miungu migeni. Wakati mwingine ninapewa chakula cha miungu migeni kwa njia ya ndoto, kwa njia mbalimbali,
kwa namna ya chakula cha kawaida cha miungu migeni. Bwana, ninakuomba leo kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, nitoke utumwani kwenye miungu migeni ambayo ilipewa sadaka hizo kwa njia ya wanyama iliyochinjiwa yenyewe, kwa njia ya vyakula iliyopewa hiyo miungu ambayo wenzetu walishirikiana na miungu yao kuweka wakfu chakula hicho, nami nikala, nami nikanywa, kama ni maziwa, kama ni soda, ama ni keki, nikala mandazi, nikala chapati, nikala ugali, nikala ubwabwa, nikala pilau, nikala biriani na vinginevyo vyote, lakini kumbe vilikuwa wakfu kwa mashetani, vilikuwa wakfu kwa miungu migeni, kwa wachawi, nami nikala. Bwana, wakati mwingine nilizidiwa katika ndoto, wakanilisha vyakula vyao bila kujua, bila maamuzi yangu, wakapanda maagano, wakavunja nguvu zangu, wakaharibu wito wangu, wakaharibu ukuu wangu, wakaondoa utawala wangu, waliondoa kwa chakula. Naam, waliondoa kwa chakula. Maisha yangu yakawa chini, maisha yangu yakawa chini, nikawa mtumwa juu ya watu wengine, nikawa mtumwa dhidi ya watu wengine, nikawa mtumwa kati ya watu wengine pasipo kujua. Lakini leo natubu mbele zako Mungu wangu, makosa yangu mwenyewe niliyafanya pasipo kujua, nikaingia utumwani kwa njia ya chakula. Moyo wangu ukapata unajisi, mwili wangu ukawa unajisi, maisha yangu ya kiroho yakaathirika. Kuanzia hapo nikawa najisi, nguvu za Mungu ndani yangu zikapungua ama zikaondoka. Lakini leo Bwana, nahitaji upya maisha yangu, nahitaji upya kiroho changu, nahitaji upya damu yangu, nahitaji upya afya yangu iliyoingia mgogoro kwa njia hiyo ya dhabihu za wafu, ya dhabihu za miungu migeni, ya dhabihu za mashetani, nikaingia mkwamo. Bwana, leo ninaomba nguvu mpya niweze kutoka kwenye agano hili la miungu migeni, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninakataa miungu migeni, ninakataa vyakula vyao, vinywaji vyao nilivyokunywa, ninavitapika siku ya leo. Ninakwenda kutapika kila maagano, mapatano ya vyakula iliyopatanishwa na miungu migeni, na kwenda kuyatapika kuanzia siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninafukuza wale wageni haramu waliokuja nyumbani mwangu kwa ajili ya njia hiyo ya kupewa vyakula vya wakfu kwa miungu migeni. Mimi sikujua, lakini wao walikuja kwa sababu chakula chao nilipokea na nilikula kweli. Bwana nisaidie, Bwana nisamehe. Nilipokea bila kujua, nikashiriki bila kujua, lakini leo nimekwama, mambo yangu hayaendi mbele, ninakwama kwa ajili yao. Leo ninawakataa wale miungu migeni, ninakataa sanamu zao, ninakataa ushirika na mashetani, ninakataa ushirika na madhabahu za giza, nakataa ushirika na mizimu, nakataa ushirika na wale misukule, nakataa ushirika na wale mashetani na wale majini, nakataa ushirika na wale wachawi, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Magonjwa yoyote yaliyopandikizwa kwangu kwa njia ya madhabahu na yakataa leo, yaondoke kuanzia leo, na kila udhaifu wowote ule ulioingia kwangu kwa njia ya maagano haya, kwa njia ya vyakula hivyo, ninakwenda kuutoa, ninakwenda kuukataa, nakwenda kuufukuza kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ninafukuza kuanzia leo yale madhaifu yote, yale magonjwa yote yaliyopandikizwa kwangu, na kila ubaya
uliokaa kwangu, ule ushirika na majini, ule ushirika na miungu, ule ushirika na mapepo, ule ushirika na wachawi, na kwenda kufurumusha kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la hai. Ninakataa kwanza leo, najitenganisha na majini mahaba, majini ya ngono, natengana nao kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Sema toka, toka kwa jina, toka. Sema ungua moto, ungua kwa moto, ungua kwa moto, ungua kwa moto, ungua kwa moto, ungua, 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 ungua kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Hayatoka, 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 toka, 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 toka kwa jina la Yesu, toka. Hayaondoka haraka. Jini mahaba, ondoka. Wewe ambao ulimkalia mtu huyu, ondoka. Wewe uliyekaa maishani mwake, uliyekaa kwa nafasi ya chakula, kwa nafasi ya chakula, kwa njia ya chakula, uliyekuweka wakfu, wakfu, wakfu kwa uchawi, mashetani, majini, kwa uganga, uliyekaa, uliyeingia, uliyeingia, ondoka haraka, 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 haraka. Napiga mamlaka yao, toka haraka. Siwataki hapa ndani, ondoka haraka, kimbia, kimbia, kimbia haraka, kimbia pesi kwa jina la Yesu. Ondoka, ondoka haraka. Achia huyu mama, achia mwanamke huyu, achia binti huyu, achia kijana huyu, achia baba huyu, achia ndugu huyu. Haya, mwachie haraka, una uwezo. Haya, achia, 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 achia. Chakula hicho, chakula hicho mlichomlisha, mlichomlisha leo nakiondoa, 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 nakiondoa. Hayo madhara, hayo madhara, hayo madhara, hayo madhara ya chakula, hayo madhara ya chakula, ya chakula cha uchawi, hiyo madhara ya chakula cha wakfu, 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 chakula cha wakfu. Toka, 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 toka. Tapika, 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 tapika. Chakula cha wakfu, tapika, 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 tapika. Chakula cha magonjwa, chakula cha magonjwa, toka, toka, tapika. Naona nguvu ya Mungu ikitembea, 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 inatembea, 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 inatembea. Toka, toka. Chakula cha wakfu, hayaondoka, hayaondoka. Chakula cha wakfu, chakula cha wakfu, chakula cha wakfu. Toka, toka, toka. Mashetani, 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 majini, 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 uchawi, uchawi, waganga, pepo, 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 ondoka, haribika. Wengine mliondoa kauli yake, mlifunga kauli yake, kauli yake ilifungwa, ilifungwa kauli yake, hiyo kauli yake naifungua, naifungua hiyo kauli iliyofungwa kwa njia ya chakula, kwa njia ya chakula. Toka, 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 toka. Rudisha hilo tumbo, rudisha hilo tumbo, hilo tumbo ambalo mliweka, mlichukua, mlichukua kizazi, 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 kizazi. Achilia hicho kizazi, achilia kizazi, nakiita, 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 nakiita hicho kizazi, nakirudisha kizazi. Bwana yuko hapa, Bwana Mungu moto lao yuko hapa, na Mungu wetu aliye hai. Yehoshibori, 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 Yehoshibori. Power, power, Yehoshibori, Yehoshibori. Nguvu ya Bwana iko hapa. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Kwa jina la Yesu hai, tuko hapa, tuko hapa, tuko hapa. Toka haraka, hayachia hiyo tumbo, tumbo, tumbo lake ambalo liliuzwa, liliuzwa kwa njia ya chakula, hiyo tumbo ambalo liliuzwa kwa njia ya wakfu wa uchawi, wakfu wa uganga, wakfu wa chakula cha miungu, chakula cha ukoo, chakula cha uganga, chakula cha majini, chakula cha shetani, chakula cha uchawi ambacho alikula huyo mtu, akauza utu wake, akauza nyota yake, akauza tumbo lake, akauza kizazi chake, kizazi chake, kizazi chake, akauza elimu yake, akauza nyota yake, akauza ufahamu wake, akauza maarifa yake.